mwaka huu ni kuhusu miliki ubunifu katika sekta ya michezo. Ninaomba nikumbushe kwamba michezo ni zaidi ya burudani. Kupitia michezo aina mbalimbali, umiliki ubunifu inapata nguvu na uhai wa kibiashara kutoka katika eneo la uzalishaji na kufikia soko kubwa ambalo lisingeweza kufikiwa kwa njia za kawaida ambazo zimezoeleka. Kwa mara nyingine tena, nikushukuru Mheshimiwa Waziri kwa kukubali kuwa mgeni rasmi kwenye tukio letu hili. Ndugu wageni waalikwa wote, ninawakaribisha sana katika maadhimisho haya. Tujadiliane ili tutoke na maono ya pamoja, kuhakikisha kwamba hizo timu zinaelewa umuhimu wa miliki bunifu. Kwanza nishukuru kwa kuwa sehemu ya hii panel. Nishukuru pia shule ambayo tumeipata ya intellectual property. Sisi kama vilabu tuna products nyingi sana. Club nembo yake ni sehemu moja wapo ambayo inapaswa kulindwa, na sehemu pekee yake unaweza kuisajili ni kwenye mifumo sahihi. Lakini pia tumekuwa tukidevelop products mbalimbali ambazo pia ni sehemu ya properties au sehemu ya thamani ya club zetu, na hiyo pia ni eneo la pili ambalo tunatakiwa tulilinde. Lakini la tatu pia ni bidhaa ambayo tunayo, ambayo ni wachezaji. Wao kwa nafasi zao pia wanapaswa kupewa elimu ya kujisajili na kulinda image zao, kwa sababu sasa hivi tumeona duniani wachezaji wanavyonufaika na haki zao. Wengine wameenda mbali na kutengeneza bidhaa mbalimbali zenye majina yao. Tumesikia hapa thamani ya CR7, thamani yake. Tumesikia thamani ya Jordan. Na sisi pia tumeanza kudevelop wachezaji ambao wameanza kuwa na sauti kubwa, sio tu ndani ya taifa letu mpaka nje ya taifa. Kwa hiyo elimu inahitajika kwa ukubwa wake. Vilabu vinapaswa kujisajili, product zake zinapaswa kujisajili, lakini tunatakiwa tuende mbali pia, tuwape elimu hii wachezaji ili waweze kulinda pia bidhaa zao. Naomba kwa kuingia dala wetu ambao kati ya hiyo kwenye Olympic za 2025 Paris kumechezwa michezo 48 tu. 24 ya kike, 24 ya kiume na miwili ni mixed. Kwa hiyo kuna michezo mingi sana ambayo watu hawashindani, ambayo haipo katika mashindano na ambayo haitambuliki rasmi kwa ajili ya mashindano kwenye Olympic Games, ambacho ndio chombo chetu cha dunia kinadhibiti michezo. Sisi Tanzania pale baraza tuna jumla ya mashirikisho 73. Kwamba hakuna michezo bila miliki ubunifu, kwa sababu miliki ubunifu inaanzia kwenye namna ambavyo michezo inachezwa, lakini pia jinsi ya kutangaza zile aina mbalimbali za bunifu ambazo ziko kwenye michezo. Na thamani ya miliki ubunifu inatokana na ulinzi. Kwa hiyo pale ambapo miliki ubunifu ambazo zinahusiana na michezo zimefanyika, thamani yake inatokana na kulinda. Sasa BRELA tunasajili alama, nembo. Tumesikia brands. Ili uipe thamani brand lazima isajiliwe. Na inaposajiliwa inakuwa mali kama ambavyo iko mali nyingine yoyote. Kwa hiyo na inaposajiliwa inampa haki ya kipekee yule mmiliki ambaye ameitunga au ameibuni, aitumie yeye na watu wengine wasitumie bila kupata idhini yake. Kwa hiyo inaondoa uharamia katika umiliki wa bunifu ambazo zinatokana na wabunifu, na hali kadhalika katika sekta ya michezo. Na alivyokuwa anaongea hapa sasa ikanikumbusha kipindi nasoma degree yangu pale Mlimani, na ikanikumbusha tabia za walimu ambayo leo ndo nimeona kwa Profesa Mwakaji. Walimu wa Mlimani pale kitivo cha sheria ambapo mimi nilisoma, niligraduate 2013, waga wanakumbuka wale wanaofaulu juu tu, kwa sababu waga wanawaacha pale wafundishe. Na ili mpaka profesa kukumbuke sasa, inabidi umkumbushe kwamba mimi nilisoma na fulani. Kama ulikuwa mwanafunzi wa wastani,
Kwa hiyo kwa sababu mimi nilikuwa wastani, namkumbusha profesa, mimi nilikuwa mwanafunzi wako. Nilisoma na marehemu Ruben kwa sababu mlimbakisha afundishe, utakuwa unamkumbuka. Kwa hiyo profesa alinifundisha, ila hawezi kunikumbuka kwa sababu mimi sikuwa wale top 3 waliobakishwa chuo. Lakini tunamshukuru sana kwa mada profesa, lakini vile vile tunawashukuru na watu wa mada wote ambao kwa kweli wamechangia mada vizuri. Lakini pia tunamshukuru babangu Dr. Tenga, ametuhitimishia mada yetu vizuri sana. Sasa nikiangalia humu ndani naona sura maarufu nyingi sana za wadau wa michezo na wadau wetu wamiliki ubunifu, na najua wengi wangetamani jukwaa hili la leo tungezungumza zaidi, lakini sisi wa sekta ya viwanda na biashara, sekta ya michezo sio sekta yetu, sio sekta yangu. Leo tulichokifanya sisi ni kujaribu kuitazama sekta ya michezo na kuwasaidia ili muweze kuitazama kwa sura ya kuongeza biashara na uchumi kwenye sekta yenu. Kwa hiyo leo sisi tumewapa lango ili liwasaidie mnapokaa kwenye sekta yenu, basi muone kwamba there is a lot of untapped potential, hususan kwenye biashara inayohusiana na umiliki ubunifu kwenye sekta ya michezo, ambayo sisi ndo tunataka nyie mtuongoze, na sisi tutakuwepo hapa pembeni kuwasaidia ili tufike kwenye safari hiyo. Kwa hiyo msione kwamba labda event ya leo imekuwa kidogo ndogo, hapana. Ndo tulitaka iwe hivi leo, iwe tu inawachagiza kuonyesha kwamba kwa kweli kuna fursa kwenye sekta yenu, na sisi tunaomba mtushirikishe ili tuweze kufika safari hiyo ambayo wote tunaitamani tuweze kufika. Kauli mbiu ya mwaka huu ni miliki ubunifu na michezo, jitayarishe, jipange, vumbua. Intellectual property and sports, ready, set and innovate. Kauli mbiu hii inatilia mkazo umuhimu wa miliki ubunifu katika kukuza na kuendeleza tasnia ya michezo, na umuhimu wa kutumia nyenzo za umiliki ubunifu kama vile hataza, alama, maumbo bunifu na hakimiliki katika tasnia hii muhimu katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Taasisi yetu kazi yake ni kuhamasisha wadau kuipa umuhimu umiliki ubunifu katika maeneo tofauti ikiwemo michezo, kwa sababu ni eneo ambalo kwa nyakati na fursa ambazo zipo ina attract kwa kweli fursa nyingi kwa Watanzania, na ndio maana leo tunajielekeza huko kuhamasisha wadau wa sekta ya michezo kuweka nguvu hapa ili kuboresha na kukuza uchumi wa sekta. Namna watakavyofanya tutawaachia nyie wenyewe watu wa sekta, kama ambavyo nimesema, sisi tutaendelea kukumbusha kwamba tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia. Na Mheshimiwa Waziri alitakiwa kuwepo hapa, lakini ameniambia kutokana na majukumu na bunge linaendelea tusingeweza kutoka wote wawili, lazima mmoja abaki kupitisha bajeti ya serikali. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.